Tunataka kuambia wapenzi wasikilizaji na watazamaji, hapa tumefika mahali panaitwa Laikipia North, ambapo tunaelekea katika hii forest tunaona inaitwa Rariak Forest. Hapa ni msitu, tunakwea katika hii mlima ili ya kwamba tuone mazingira ya Mungu vile ameumba katika hii dunia na ni kitu gani kinaendelea. Sisi ni watumishi wa Mungu, tunaendelea uchumbe katika maeneo haya ya Laikipia na vile vile na mipaka yake, tukiingia mahali panaitwa huko ni Samburu. Hapo sasa katika hii msitu vile umeona ndio barabara kuingia ndani, kwa katika hii msitu tuone ni mambo gani yako hapo. Kwa hivyo endelea kutazama, tutaona mbele ni kitu gani kiko kulingana na mapenzi ya Mungu vile ameandaa katika mambo haya. Asante sana kwa sababu utaendelea kutazama na sisi tukiendelea kukwea katika mlima. Tena katika siku ya leo tumefika hapa, hii mlima umesema inaitwaje? Rariak. Naitwa mlima wa Rariak. Huko ndio sasa tunaendelea uchumbe katika hizi milima. Tunataka kukwea kidogo, kule ndani kuna ndofu, kuna wanyama. Na hii mlima ndio tuliambiwa sasa ndio imeshikana mpaka kule Samburu, penye kuna mambo mengi, unapata birds wako kule ndani. Lakini bado neno linaendelea. Ukiangalia hapa tuko hapa na hawa akina mama tukishughulika katika jambo hili. Hili sasa ndio tunaendelea. Tuone vile tutakwea kwa hii mlima. Ndio tuone vile Mungu amefanya katika hali zake za maumbile. Sasa hapa tumefikia katika hizi matunda inaitwa, umesema inaitwaje mama? Rariak. Sasa hii Rariak inasaidia nini katika miili ya wanadamu? Ni matunda ya kawaida ya kututibu na tena hata ukifinya hivi inatoka vitu kama maziwa. Na hii maziwa sasa inasaidia nini? Inasaidia kila matunda yenye iko na maziwa inatibu magonjwa kama kanza, magonjwa kama Brusela. Hii ni matunda safi. Kwa hivyo ndio tukisema katika hali hiyo, ningetaka sasa, ndio sababu Mungu alisema ya kwamba, umesema sasa, wacha tuangalie katika maandiko tuone vile Mungu anasema kuhusu hizi matunda. Kuna vile Mungu baada ya kuumba dunia katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wake ule wa 29. Nafikiria pale, hebu soma mtumishi wa Mungu. Najua macho yangu ione vizuri. Kitabu ni cha Mwanzo 1:29. Nasema Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu. Kwa hivyo ikisema ya kwamba kabla tuendelee, mche ni kumaanisha kwamba ni mti. Kwa hivyo kila mti utoao nini? Kama huu sasa ndio tuseme ndio mche, unatoa mbegu. Hizi unaona hawa akina mama wanachuna na amesema inatoa. Hebu angalia, si unaona sasa inatoa kitu kama nini? Kama maziwa. Na hii maziwa ndio wamesema. Na hapa sasa Mama Esther, hii wekundu ni ya nini? Hii wekundu pia inasaidia. Sasa ni kitu gani inaliwa hapa? Inaliwa huko ndani. Kwa hivyo hii ngozi nyekundu ndio mtu anakula? Huko ndani hiyo mbegu ni brown. Sasa ni kitu gani inaliwa? Naweza kula ikiwa hivi? Kwa hivyo ikiwa hivi naweza kula? Nakula hii. Lakini usikule. Kwa hivyo nikula ama nisikule? Inasaidia ni kwa sababu ni matunda tu kawaida. Ni tamu sana kumbe. Iko sawa. Iko na utamu wake. Na tena inasaidia kwa upande wa damu. Kwa hivyo ndio sababu ukiangalia iko na uwekundu. Uwekundu ndio damu. Sasa endelea kusoma hapo. Inaendelea kusema. Inasema ulio juu ya uso wa nchi yote. Kwa hivyo pia Mungu akapeana kila mche, yani mimea uliotoa mbegu kama hizi mbegu sasa na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hivyo Mungu ametuagiza kama wanadamu tukitembea katika misitu kama hii. Naona misitu kama hii tangu dunia iumbwe ilimwa. Hii miti iko hapa na hakuna mwenye alipanda isipokuwa ni Mungu alipanda. Kwa hivyo hii ndiyo anatamka hapa katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ya kwamba sisi kama wanadamu tumepewa hii mti itoayo mbegu. Na Mama Esther, hebu sasa wewe kama daktari mkuu wa hizi mimea, tuelezee hizi mbegu kazi yake ni nini? Aina zote za matunda zinafanya usiagaji wa chakula, labda usiagaji wa chakula nafanya digestion iwe nzuri na tumbo yako. Ukikula sana matunda hautapatwa na colon cancer na hiyo mengine ambayo ina kama growth
hata tumbo kunguruma, hata hiyo mambo ya magonjwa yote ya tumbo kama vile ukiwa na vidonda za tumbo, ukiwa na mambo ya mipa ikikaa pale kwa tumbo, mambo ya typhoid ikinakaa pale kwa tumbo. Sasa matunda zinatoa. Sinatoa zikisaidia jinsi. Nani aina zote za matunda nafanya kazi, si hii peke yake. Lakini hii naona ni ya kipekee, inapatikana hapa Samburu hapa. Sababu kwingine hii umesema inaitwa Rariak. Hii sasa iona. Sasa hapa nimeipata hapa. Hakuna huko kwetu huko. Na unajua Mungu naye alifanya. Na hata unaona sasa vile nimegusa hapa. Nimeona inatoa kitu kama damu. Sasa unaona ukigusa sasa inakuwa kama damu na inasikilia vizuri. Na hakika nakwambia hii kitu sio beetroot, sio damu kama hii. Kala yake. Hii ni damu hanga hii. Kwa sababu alafu tena niongezee yenye daktari amesema ni kwamba kabla uongezee, na hizi mbegu kazi yake ni gani? Kasi ya mbegu yote ya matunda ni nzuri kwa tumbo, kwa sababu iko na ravage, inasaidia katika usiagaji wa chakula. Kama unaambiwa kula chakula yenye iko na fiber, ndio sasa ravage fiber inapatikana kwa mbegu. Hii ni sasa ni fiber ya matunda. Kwa hivyo natakiwa mtu hii mbegu unaitafuna, hata kama hautatafuna inafanya hiyo kazi. Yaani nasema ukiitafuna ama unaimeza tu. Unaweza kumeza tu peke yake, kwa sababu Mungu alipoumba mwanadamu akawaambia mule matunda yoyote ambayo iko na mbegu ndani yake. Na sasa itawasaidia kwa sababu mwanadamu alipoumbwa hakuumbiwa chakula kingine ngumu kama hizi zingine tunakula kama nyama kama nini. Ndani ya tumbo yetu tumewekewa mashini ya kushaga aina zote ya matunda. Sasa hizi mbegu nimeona hapa ndio zinamea. Na hapa naona ni milima, kuna mawe. Na sasa mimi kwetu ni pale Western, penye mashamba ni tambarare, penye mahindi zinapandwa, penye vyakula vya kawaida vinapandwa. Mimea kama hii huwezi kuipata. Ama kule penye kama sasa kule Kenya na hizi Kisii huwezi pata mimea kama hii. Nikichukua hizi mbegu nipande pale zitakuwa. Sasa itategemea na mchanga yenyewe. Unajua aina zote ya matunda, kuna zingine zinamea katika nchi kavu, zingine zinamea kwa mahali ya rutuba, mahali zingine zinamea kulingana na weather ya huko. Utaki kufika hapa karibu? Sianza kwa video. Sawa. Sasa ni hivyo. Sasa ndugu mtumishi wa Mungu, kuna kitu ulikuwa unataka kuongezea kuhusu simba? Niongezee ya kwamba anapozungumzia kwamba matunda yenye mbegu inamaanisha hapa hivi katika mbegu kuna uendeleshaji wa maisha. Hiyo sasa kuna kitu nimepata hapo. Sababu hata katika uendeleshaji wa maisha umesema kukiwa na mtoto kuwe na kitu chochote kile ambacho kitasaliwa mtoto, lazima kuwe na hata mahindi ukipeleka pale shambani, ukitazama sasa kama pale upande ule kuna mahindi. Hapa mashamba ni makubwa, mahali panaitwa Laikipia imepakana na Samburu, na mahali panaitwa nilisema hapo kwa Baringo. Sasa hapa mashamba ni makubwa, ukiona pale kuna mahindi. Na mahindi yenye naweka chini ya mchanga ni moja. Lakini ikikua chenye kinatokea katika mahindi moja na kwamba tunaposema ya kwamba kuna uendeleshaji wa maisha, hata nasi tunapotumia matunda ambayo ina mbegu ndani yake, inasaidia pia kuchenga seli zetu za mwili, na hata nasi tutaweza kuendelesha maisha kwa sababu seli zetu zina replicate. Lakini wakati ambapo tutatumia matunda ambayo hayana mbegu ndani yake, inamaanisha ya kwamba ukishapanda mbegu fulani na haitoi tena mbegu baadaye, inamaanisha that is the end of life. Hivyo tukitumia yenye haina mbegu ndani yake, inamaanisha pia tunakatisha kidogo. Mtumishi wa Mungu, kuna kitu umeleta hapo, kuna hoja ya muhimu sana tungetaka tuelewe. Niliona kwamba serikali inatangaza la kwamba inataka kuleta kitu inaitwa GMO. GMO, it is just improvised foods ambazo ni kama zile. Sasa wacha nikuulize. Unapata mzazi anaamka asubuhi, anatengeneza mtoto wake juice na mkate vipande mbili, anapaka blue band akimpatia. Huyu mtoto sasa wewe utasemaje kuhusu na hii mimea vile tumeona? Huyu mtoto atakuwa vizuri ama itakuwaje? Hata afya yake. Ni jambo zuri ambao umeleta. Ni kwamba tutakapoacha kutumia matunda haya ambayo Mungu ametupatia na tuanze yetu jinsi ambavyo serikali inajaribu kupromote,
hapa hivi, yes, mtoto anaweza kuwa, lakini ukijaribu kuangalia maisha yake ya baadaye, inamaanisha miaka ambayo mwanadamu alikuwa amepewa ya kwamba anafaa aishi miaka 70 na 80 na kwenda mbele, inamaanisha tayari hapa inafupishwa, kwa sababu jinsi ambavyo tunawalisha inaharibu hata na afya yao pia. I support afya, lakini tukitumia vyakula ambavyo Mungu ameweza kutuumbia kama matunda haya ambayo yana mbegu katika ndani yake, jinsi ambavyo tunaona hii ni mbegu ambayo ni ya matunda hii. So tutakapotumia hii itasaidia sana kujenga seli zetu za mwili, na tutaweza kupigana na magonjwa yoyote ambayo ingeingia katika miili zetu. Lakini wakati ambapo tunatumia vyakula ambavyo vimetengenezwa, hiyo tunaita GMO ama genetically modified foods, tayari hapa hivi mwili wako haitakuwa na kinga ya kutosha, ugonjwa yote ikikuja na inakumaliza. Ndiposa tunasema ya kwamba tuweze kurejea katika original food ambayo Mungu aliweza kutupa. Hebu nisomee Isaya, kuna kitu umenikumbusha kuhusu kufa kwa miaka michache. Hebu nisomee Isaya 65 mstari wake, nafikiria 20 ikiwa sio 22, lakini sana sana ni 20. Isaya 65. Nafika hapo sahihi. 65 mstari wa, hebu soma 20. 20 linasema hata kuwapo tena mtoto wa siku chache. Hata kuwapo tena mtoto wa siku ngapi? Chache. Wala mzee asiyetimia siku zake. Kwa maana mtoto atakufa mwenye umri wa miaka 100. Bali mtenda dhambi mwenye umri wa miaka 100 atalaaniwa. Kwa hivyo inamaanisha ya kwamba sio mapenzi ya Mungu tuwazike watoto wadogo. Tuko pamoja kabisa. Kwa hivyo sasa haya mambo mengine yanatupata ni mshiba wa kujitakia. Kitu cha kwanza, ulaji mbaya. Kitu cha pili, jinsi ile tunajibeba. Na kitu cha tatu ni jinsi ya kutompenda Mungu. Kwa sababu huyu Mungu si amesema ya kwamba yeye mahitaji yake anaitaka mtu ikiwa amelala asikufe kabla hajafika miaka 100 kulingana na andiko hilo. Na sasa Mungu amesemaje? Sasa ukimtazama kama huyu mama Esther alisema umefika miaka ngapi? 70 na ngapi? 72. Kwa hivyo amepitisha kile kiwango cha miaka 70 kulingana na Zaburi 90 mstari wake wa, hebu soma hiyo mstari wake wa 10. Ndio sasa umpime huyu mama, nitakupatia fungu lingine ni kwa nini ako jinsi hii, anakwea katika hii milima na anatembea akiwa na ujasiri, ana homa, ana kitu chochote. Soma 60 mstari wa 10. Inasemaje? 90 mstari wa 10 kitabu cha Zaburi. Siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na upatili, maana chapita upesi. Sasa nataka umtazame huyu mama. Wewe ukimtazama na macho yako ya kawaida, miaka ni 72. Kwa hivyo amepatisha miaka 8 au amelala kabisa. Lakini ukimtazama ana fimba, ana kititi, anatembea nayo. Yeye anapanda kwa mlima. Yeye anahubiri. Yeye anafanya kazi mpaka ya shambani. Ni miaka mingapi? 72. Kwa hivyo kumaanisha yeye ulachi wake amejitunza vizuri katika kukula. Na kile kimemfanya amekuwa jinsi ya kusoma Zaburi 91 mstari wake wa 14 kuteremka mpaka 16. Uone sasa ni kwa sababu gani. Na hiyo ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa ndani yako hakika utaendelea zaidi kulika hata hiyo mama. Hebu soma. Kitabu ni cha Zaburi 91 verses 14 kuteremka vinasemaje? 91 mstari wake 14 mpaka 16. Kwa kuwa amekasa kunipenda. Kwa kuwa amekasa kunipenda, nitamuokoa. Kwa hivyo sasa ndugu mpendwa, kila Mungu anahitaji ufanye, wewe mpende huyu Mungu. Utakapompenda atakuokoa, na penye atakuokoa ni kwa shida ya magonjwa, shida zote atafanya nini? Atakuokoa. Kwa sababu na wewe umekasa kufanya nini? Kumpenda yeye. Naendelea kusema na kumweka palipo juu. Kwa hivyo akikuweka palipo juu, ukitazama Mama Lucy vile uko hivi vile, kwa sababu umempenda Mungu. Ndio sababu Mungu amekubariki na mali ya dunia hii.
Ndio sababu Mungu amekunyanyua, amekuweka mahali paliko juu. Ni kwa sababu ya kumpenda Mungu. Kwa hivyo ndugu mpendwa, kuna siri kubwa katika kumpenda Mungu. Kuna mema mengi katika kumpenda Mungu. Kuna afya nzuri katika kumpenda Mungu. Kuna vyote vya dunia katika kumpenda Mungu. Ushauri wetu sisi tukiwa hapa kama watumishi wa Mungu sisi zote ni ya kwamba dunia mzima, mahali popote ulipo, jaribu kumpenda Mungu. Sababu kwa Mungu vyote vinapatikana. Naendelea kusemaje? Ikiendelea inasema kwamba kwa kuwa amenijua jina langu. Amenijua ama amenijua? Kwa sababu amenijua jina langu. 15 ataniita nami nitamwitikia. Sasa faida ya kumjua na kumpenda Mungu, wakati sasa ni kama sasa tuseme maadui wamekufamia. Kama sasa kile chumba penye utaenda kukaa pale ukihudumia katika maeneo haya, upate kwamba maadui wamekufamia. Kwa sababu wewe ni mtumishi wa Mungu, watafuka ule mlango na hawatakufikia sababu Mungu anakulinda. Amen. Hiyo ndio faida ya kumpenda Mungu. Ukimuita wakati wa shida anaitika. Ukiwa mgonjwa unasema Mungu wangu mimi ni mgonjwa, anakuponya. Ukiwa na shida yoyote anasema kwamba unafuka. Naendelea kusema nitakuwa pamoja naye taabuni. Nitamwokoa na kumtukuza. Kwa hivyo sasa angalia, wakati uko na taabu, labda unatafuta karo ya shule ya watoto wako na upata ni wewe peke yako, lakini ukipata umeshika mkono na Yesu, sio mambo inakuwa una wasiwasi. Sababu ukitembea na yeye uko na raha mstarehe na mambo yote yanaisha na yanapatikana kupitia kwake. Kwa sababu ni yeye mwenye anafanya, si wewe tena. Sio wewe. Amen. Naendelea kusemaje? Kwa siku nyingi nitamshibisha. Kwa sasa hapo ndio kuna pointi yangu kuhusu mama wa miaka 72. Kwa siku nyingi nitamshibisha. Kwa hivyo huu ndio mfano sahihi ukitazama. Mama mzee anatembea, tumetoka mbali more than 300 kilometers. Penye ametoka. Mimi nimetoka more than 400. Tuko hapa na tunalihubiri ni neno kwa misitu, kwa vichaka, penye kuna wanyama wa kuua. Sababu wenyeji hao wamesema kufikia saa 1 usiku utapata kwamba ndovu zinatembea hapa. Kwa hivyo siko ndani hapa ya misitu, naomba tukitembea tuipate pia kwamba wengine kama vile ndugu Dennis alisema hajaiona, aone vile ndovu inaonekana. Endelea kusoma tena. Nami nitamuonyesha wokovu wangu. Kwa hivyo cha muhimu atakuongezea miaka mingi na atakuonyesha wokovu wake kwa sababu ya kumpenda. Ndugu wapendwa, hamuna jambo la muhimu kama kumpenda Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa tunataka, kwa sababu tulikuwa tunanenea kuhusu matunda vile kwa manufaa, tumeona mifano vile Mungu amesaidia watumishi wake. Tunataka kuenda mbele kwa mlima ili ya kwamba tuone ni jinsi gani. Hapa sasa, wapenzi watumishi wa Mungu, mahali popote mnatusikiza, hapa inaitwa Rariak. Mlima wa Rariak unapatikana hapa katika mpaka wa Baringo na Laikipia na Samburu. Hapa sasa ndio wamesema kwamba wale makaidi unasikia akina wanaitwa kwamba ni bandits, wenye wanaipa ng'ombe wakifanya mambo mingi, huku ndio wanakaa. Sasa tukiendelea kukua jinsi hii, tunataka kuona ni kitu gani kiko hapa ndani, ikiwa kuna ndovu, ikiwa kuna nyoka, ikiwa kuna nini, ndio tuendelee. Sasa hapa tunapoendelea kukua, ningetaka mtumishi wa Mungu, naam, unisomee kitabu cha Isaya 52 mstari wa 7. Tuone vile Mungu anasema katika safari kama hizi. Hebu nifungulie hilo fungu tunapoendelea kusoma. Tunapoendelea kupanda. Hebu soma. 52. Tunapoendelea kukua katika huu mlima. Inasemaje 52 mstari wa 7? Kitabu cha Isaya mstari wa 7 inasema, chinzi ilivyo mizuri juu ya milima, miguu yake aletaye habari njema, yeye aitangazaye amani. Kwa hivyo sasa miguu iliyobarikiwa kukwea juu ya milima ni ile miguu iletayo habari njema. Kinyume cha mstari huo ni kumaanisha wengi wanapanda milima kwa kuleta habari mbaya. Kwa hivyo hii habari mbaya Mungu hahitaji, na hiyo miguu huwezi ikabarikiwa. Lakini ukipanda milima kwa kwenda kuleta habari njema, kama vile tunapanda milima tukitembea vitongoji, milima na maponde, akina mama hao wamejitolea na sisi tumejitolea kueneza injili. Hiyo miguu imebarikiwa, yaani kumaanisha ya kwamba haiwezi ikakosa nguvu ya kutembea, haiwezi ikakosa nguvu ya kutafuta, haiwezi ikawa na shida yoyote isipokuwa inafanya kazi katika boma la Bwana. Naendelea kusema yeye aitangazaye amani. Yeye aitangazaye amani, aletaye habari njema ya mambo mema. Aletaye habari njema ya mambo mema. Kama sasa ndugu Korilo, wewe umeamua ya kwamba umetoka pale kwenu, tulisema Chepterit,
umekuja mpaka maeneo haya. Hapa sio kwenu, hauna ukoo, lakini umekuja kwa sababu kwa lile kanisa tulifungua hapa, umekuja uwe mhudumu. Kwa ule muda Mungu atakukadiria ili ya kwamba umeleta habari njema, ukiwanenea hawa watu habari za mbinguni, ukiwatangazia vile Yesu ni mwema. Na katika hali hiyo Yesu kila amesema miguu yako itapalikiwa, yaani kumaanisha hii miguu yako ikikanyaga katika poma la mgonjwa anapona. Hii miguu yako ikikanyaga katika shida yoyote watu wanapokea uzima wa milele. Hii miguu yako ikitumia katika nyumba yoyote watu wanaokolewa. Kwa hivyo sisi tumechukua sehemu ya Yesu. Hebu endelea kusoma. Yeye autangazaye wokovu, auambiaye Sayuni, Mungu wako anamiliki. Kwa hivyo sasa kazi yetu tuko nayo, tunaambia watu. Hatutangazii watu vile wanaenda kufanya dhambi. Hatutangazii watu vile wanaenda kuwa waofu. Isipokuwa tunatangazia watu jinsi ya kumpata Yesu Kristo. Na huu ujumbe tunaoufanya mwenye alituagiza ni nani? Mathayo 28, mwanzo mstari wake wa 18, 19 na 20. Ili ya kwamba tuone sababu hii kazi tunafanya sio yetu. Sisi hatujajituma, isipokuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Tusikie vile anasema Yesu wakati alikuwa anakuja kwenda mbinguni. Kitabu ni cha Mathayo 28, hasa mstari wa 18. Inasema Yesu akaja kwao. Yesu akaja kwao. Kwa hivyo kumaanisha kulikuwa na kikundi fulani cha watu. Yesu akaenda kwao, akawaambiaje? Akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sasa natangazia ulimwengu ya kwamba huyu Yesu aliyesaliwa, akateswa, akakufa, akafufuka, akaenda mbinguni kutuandalia makao. Yeye ndiye amepewa uwezo hapa duniani na kule mbinguni. Sio mzee wa kanisa, sio wahubiri kama sisi, sio bishop, sio father wanaita ama badiri ama pop. Mwenye amepewa uwezo ni nani? Ni Yesu Kristo. Na mwenye amempatia ni nani? Ni Mungu Baba. Kwa hivyo mwenye ambaye tunastahili kuangazia, mwenye tunastahili kupeleka shida zetu, mwenye tunastahili kumuita tukiwa katika msongamano wa mawazo ni Yesu Kristo, sio kiongozi wote wa kanisa ama mtu yoyote. Sasa nawaagiza namna gani? Anatuagizaje? Sema basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Sasa ndugu mpendwa, Yesu anakuagiza wewe na ananiagiza mimi tuenende katika kuyafanya mataifa yote dunia mzima. Kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, tukiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote. Na kile tunafanya ni kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, yale Yesu aliyotuamuru sisi. Natazama sasa mimi nipo pamoja nanyi, yeye yupo pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hivyo ndugu mpendwa, hatuna upwekwe. Hii sasa safari tuko nayo, nina uhakika kwamba Yesu yu pamoja nasi. Hebu soma Mathayo 18:20 tuone. Sababu anasema yu pamoja nasi. Na akituagiza jinsi hiyo, kile ufanye, nyanyuka from your comfort zone, ili ya kwamba uinuke kama hawa akina mama. Tushirikiane, tufanye hii kazi kwa vishindo. Na ikiwa hutaweza, wewe utachukua hata mali zako, zote you support the ministry, na kazi iendelee, watu waokoke. Sababu mahali kama hapa, watu watamjua Mungu. Watu wanaangalia tu wanashindwa ni nini, wanaongea hata lugha yao pekee. Inasemaje? Kitabu ni cha Mathayo 18:20. Sura ni 18:20 nasema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa hivyo mimi nina uhakika hii safari tunafanya hapa kwa milima, kwa misitu na kwa maponde. Yesu yuko wapi? Yuko pale pale. Upendo wa Yesu uko wapi? Uko pamoja nasi. Amani ya Yesu uko nani? Iko pamoja nasi. Kwa hivyo hatutapata na kitu chochote, kwa sababu kazi tunayoifanya ni kazi tumeidhinishwa na Mungu mwenyewe kutoka mbinguni. Ametuagiza kupitia kwa mwanae Yesu Kristo. Tusunguke wapi ndio tukifanya ujumbe huu? Mathayo 24 fungu la 14. 14 maandiko inasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo sisi tuko na habari njema katika mstari huo, kumaanisha kuna habari zingine ambazo sio njema. Hii unatangaza, unasikiza katika kwa runinga ya kwamba jambo fulani limetendeka ama fulani ametenda jambo fulani. Hiyo haifai. Kama sasa nilimsikiza kuna ndugu kutoka pale nyumbani anaitwa Wachakoya. Huyu Wachakoya nilisikia akijisifu ya kwamba familia ya Mrembe
wamebarikiwa kwa sababu walikuwa na Mungu Jehova Wanyonyi. Huyo Jehova Wanyonyi sio Mungu, ni shetani. Na akasema ya kwamba tena wako na Yesu. Yesu hata ukiingia katika mtandaoni wangu niliyekuwa na huyu Yesu mwezi wa 5 mwaka uliopita, nikimuochi pale kwake Tongareni. Tukagundua ya kwamba ni Yesu gushi. Kwa hivyo usifuata mambo kama hayo. Ufuata habari njema, na hii habari njema inapatikana wapi? Kitabu cha Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 na 17. Hii Biblia ndio iko na habari njema. Kwa nini? Sikia vile maandiko yanasema. Timotheo wa pili 3 mstari wa 16 na 17. 16 17 naye inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa hivyo Biblia ndiyo inafaa kutufundisha na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza na kutuongoza na kwa kuadibisha katika na haki, kutuadibisha sisi katika haki. Kwa hivyo tegemeo letu ni kwa Biblia. Ndio sababu maandiko yanasema katika Methali 3:5 inasema ya kwamba umtegemee Mungu katika mambo yako yote. Usitegemee mawazo yako mwenyewe. Ukitegemea akili zako utanguka. Tegemea Biblia. Kwa nini sasa inatuongoza katika hiyo? Ili mtu wa Mungu awe kamili. Ili kwamba ndugu mpendwa, mimi na wewe tuwe kamili. Amekamilishwa apate kutenda tuwe tumekamilishwa katika kutenda kile tendo jema. Kwa hivyo kumaanisha bila Biblia hatutaweza kutenda jambo jema. Ndio sababu watu wasomi mistari ya Biblia, siku hizi watu wanauzia watu maji ya mto eti kwamba wapone, wengine mafuta ya upako ili wapone, wengine ni usi unaweka chini ya mdomo ama vitambaa kudanganya watu. Na hiyo Mungu anafanya nini? Mungu anakataa kwa sababu anahitaji tujitunze katika Biblia. Kwa nini? Petero wa kwanza 1 mstari wa 21 ndio tukiendelea sasa tuone vile mambo itakuwa. Petero wa kwanza? Petero wa pili sio wa kwanza, samahani. Petero wa pili 1 mstari wa 21. Tuone mbona tutegemea Biblia. Moja inasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hiki kitabu nachokiona ambacho ni Biblia takatifu, mpenzi mpendwa, hii hapa ndio mwongozo wa mbinguni. Hiki ndicho kitabu kitakuongoza, sababu kimeandikwa kupitia kwa pumzi ya nani? Ya Mungu. Hizi vingine zimeandikwa na watu wamekaa pale, ameandika yeye mwenyewe, usifuate. Hii imeandikwa na pumzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hivyo na Mungu aendelea kuwabariki, tukiendelea kukua katika mlima, tukisema ya kwamba tutaonana tena wakati tumefika juu ya mlima, ikiwa itawezekana, siku nyingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mungu awabariki sana wapenzi wasikilizaji na watazamaji, mpaka siku nyingine tutakapoonana tena. Mungu awabariki sana.